tuna ada ambazo tunalipa katika swala la pikipiki ya miguu miwili. Ilikuwa ni 1,80,000 mkatushushia mpaka 1,20,000. Lakini pikipiki ya magurudumu mawili mmetuambia kwamba tulipe mapato ya TRA shilingi 65,000. Lakini bado kuna kitu ambacho kinatuchanganya kupitia Wizara ya Maendeleo na Jamii, tukaambiwa kwamba tunaletewa vitambulisho. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ieleweke na leo tukueleze tu Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba sekta ya usafirishaji ya bodaboda na bajaji tofauti watu wanavyoifikiria, inachangia pato kubwa sana la serikali, kwa sababu tukianza tuna pato ambalo la kulipia maegesho ambao tunalipia katika halmashauri. Sasa hizi halmashauri mbalimbali tumekuwa tukichanganyana, na ikikupendeza kwa sababu na TAMISEMI wako, tuone tukae katika mwamvuli wa TAMISEMI, na tunavyoongea tuongee kama nchi. Kama Dar es Salaam tunalipa ushuru shilingi 100 kwa siku 366 tunalipa shilingi 36,000, lakini kuna baadhi ya mikoa, Morogoro wanalipa shilingi 1,000, kuna baadhi ya mikoa wanalipa shilingi 500, kuna baadhi ya mikoa wanalipa shilingi 400. Sasa kama hii ni nchi moja, na tunaamini Mheshimiwa mgeni rasmi, hili unalo kwako, unaweza ukalitatua, tukalipa kwa pamoja. Na ukichukulia bodaboda na bajaji ndani ya nchi tuko zaidi ya 3,000,000. Kwa hiyo ukipiga shilingi 36,000 mara 3,000,000 unakuta zaidi bilioni 108. Kwa hiyo ni mapato mengi ambayo tunaingiza katika sekta ya usafirishaji. La pili, Mheshimiwa, katika swala la leseni ya udereva. Swala la leseni la udereva, na leo tunashukuru sana, na umati uliojaa nje, kuna umati mwingine unatuangalia kupitia mubashara kwa sababu ukumbi ni mdogo. Swala la leseni limekuwa kwetu ni changamoto, kwa sababu hata watu wanapopata ajali, baadhi ya madereva wengi wanakuwa hawana leseni, hawana bima za afya. Sasa changamoto kwenye leseni, ili ulipo na bima lazima uwe na leseni. Tulikuja tukaongea na Makamu wa Rais mstaafu Filipo Isidori Mpango, ile miaka 50 ya kukamilisha wiki ya usalama, unaenda kwa usalama barabarani pale Dodoma. Tuliwasilisha na tukaomba kwa serikali mnapoteza mapato mengi makubwa bila kutushirikisha sisi na kuona mahitaji yetu ni nini. Kwa hiyo mngekusanya kwa shilingi 30,000 Tanzania nzima wangelipa, mngeona ni jinsi gani mngekusanya mapato makubwa, vijana wangepata leseni, vijana wanapopata matatizo waweze kuhudumiwa na bima.